Kama hivi ndugu zangu waajiriwa, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano na si mwingine namzungumzia Deus Clement Sangu amewaonya waajiri wa sekta binafsi wanaokiuka amri ya kima cha chini cha mshahara iliyoanza kutumika Januari 1 mwaka 2026, akisema serikali haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya watakao kaidi sheria hiyo. Sasa waziri Sangu amesema amri hiyo ilitangazwa Oktoba 13 mwaka jana, mwaka 2025 kupitia gazeti la serikali, na inalenga kuboresha usawi wa wafanyakazi pamoja na kuongeza tija katika maeneo ya kazi. Hivyo ni wajibu wa waajiri na wafanyakazi wote kuzingatia viwango vilivyowekwa. Si mwajiri tu, hata wewe mwajiriwa kwa maana ya mfanyakazi unatakiwa uzingatie kiwango kilichowekwa. Mheshimiwa Waziri Sangu, tujuze kwa undani wa habari hii. Kwani mchakato huu wa mapitio ya kima cha chini cha mshahara ulikuwa shirikishi, ambapo serikali pamoja na vyama vya wafanyakazi pia pamoja na chama cha waajiri kwa pamoja walikaa na kukubaliana, na tayari maandalizi, elimu kwa chama cha waajiri, elimu pamoja kwa vyama vya wafanyakazi ilitolewa. Kwa sasa jambo lililobaki ni utekelezaji wa amri hii bila kizuizi chochote, kwa sababu maandalizi yote yalikuwa shirikishi. Kwa hiyo niendelee kusisitiza waajiri kuwaelewesha wafanyakazi na kupitia vyama vya wafanyakazi vilivyopo kwenye matawi yetu huko, kuwaelewesha wafanyakazi waelewe kima cha chini cha mshahara. Kima hiki cha chini cha mshahara kinatofautiana sekta moja hadi nyingine. Hii niliyosema ni kwa wastani wa 33.4%, ambapo nimesema ongezeko ni kati ya 275,060 hadi 358,322. Tutahakikisha haki za wafanyakazi zinalindwa, na tutahakikisha wale waajiri ambao watakaidi kutimiza amri hii tunachukua hatua stahiki za kisheria. Kwa hiyo nitoe rai kwa waajiri wote, serikali hatutapenda kuona migogoro inatokea kwa sababu ya ucheleweshaji wa utekelezaji wa amri hii, kwa kuwa maandalizi yote yalishakwisha fanyika, makubaliano na mazungumzo yote yalishakwisha fanyika. Makubaliano na mazungumzo yote yalishafanyika. Ndugu mwajiriwa, umeshapandishiwa mshahara au bado? Weka komenti yako hapo chini, na kwa wewe ambao unatufuatilia kupitia mtandao wa kijamii, weka komenti yako hapo. Kwa wewe unatufuatilia kupitia radio 0779729593 ndio nambari ya kuweka ujumbe wako mfupi hapo. Na kwa namna hiyo basi tuangazie habari nyingine, ambapo sasa na kamata gazeti la Wamachi